mwetu tunalifahamu jina la Mtemi Mirambo, lakini hatumfahamu. Lakini leo Nia ni Maarifa inakuletea historia ya Mtemi Mirambo. Na sehemu ya kwanza. Katika Kiswahili cha kawaida, mtemi maana yake ni mtu anayetumia nguvu katika kupata kitu fulani. Na katika Tanzania ya sasa, kuna shule maarufu sana mkoani Tabora yenye kufahamika kwa jina la Milambo. Lakini pia kuna mitaa na kambi za jeshi lenye kuitwa Milambo. Kumbe kuna historia nyuma ya jina hili la Milambo. Embu ngoja leo tuiangazie nini maana ya jina la Mirambo na historia yake ni nini. Mtemi Milambo alizaliwa kwenye miaka 1840 katika tawala ndogo ya Ukune katika eneo la Unyamwezi, mkoa wa Tabora, Tanzania. Majina yake ya kuzaliwa yalikuwa ni Mtyela Kasanda. Baba yake akiitwa Kasanda alikuwa ni mtemi au kiongozi wa tawala hiyo iliyoitwa Uyoa katika wilaya ya sasa ya Urambo. Mama yake aliitwa Masele Nyakasi au Nyakashi kutoka katika uzawa wa mtemi Kifumugulu Mkimbu kutoka katika tawala iliyoitwa Ikungu, aliyefika Usumbwa katika shughuli zake za uwindaji na kuanzisha tawala ndogo iliyoitwa Ikune. Kwa kifupi, Kifumugulu alikuwa ni mtoto wa Mapokela Kiumbe wa kwanza mtemi wa tawala ya Ikungu. Kuanzishwa kwa tawala ya Ikune kulienda sambamba na kuanzishwa kwa tawala ya Uyogo. Tawala hizi mbili zilizalishwa baada ya ndugu wawili, yani Kifumugulu na kaka yake aliyeitwa Magokola kufika maeneo hayo katika shughuli za uwindaji na kuwakuta wenyeji wakiwa wapo tu, hawana utawala unaoeleweka na hawapo organized. Kwa nguvu walizokuwa nazo wakawekeza kuzitawala na kuzifanya kuwa tawala zenye nguvu. Itoshe kusema Mtyela Kasanda, ambaye ulimwengu unamtambua kwa jina la Mtemi Milambo, alitokea kwenye ukoo au familia za watu wenye mabavu pande zote mbili, yani kwa baba yake Mzee Kasanda ambaye alitawala Uyoa na mama yake aliyefahamika kama Bi Masele ambaye alikuwa ni mtoto wa Mtemi Kifumugulu kutoka katika tawala ya Ikune, lakini pia mwenye nafasi katika tawala ya Ikungu. Wakati mamake Mirambo alipokuwa mjamzito, aliamua kurudi kwa wazazi wake na kujifungua. Milambo akazaliwa kama Mbula Mtelia. Hivyo mara baada ya baba yake kufariki, Milambo akawa mrithi wa kiti cha baba yake, akawa mtawala rasmi wa Uyoa. Uyoa ilikuwa ni tawala ndogo sana, ilikadiriwa kuwa na watu 4,000 tu. Kama ilivyokuwa desturi kwa watu wenye nguvu kupenda kuonyesha mabavu yao, ndivyo ilivyokuwa kwa Mtemi Milambo. Aliamua kutanua mbawa zake kwa kujiongezea ukubwa wa miliki, na katika kufanikisha hili aliunda jeshi lililoitwa Lugaluga. Jeshi hili lilikuwa machachari na liliogopa haswa. Akaanza kuvamia vijiji na tawala za jirani na kuziunganisha na tawala yake ya Uyoa. Tawala kubwa aliyoweza kuiangusha na kuunganisha na Uyoa kisha kuunda tawala mpya iliyoitwa tawala ya Urambo ni tawala ya Ulyankulu. Hii ilikuwa ni miaka 2 tu baada ya kuingia madarakani. Historia inasema Milambo alikuwa ni mtu mwenye nguvu, alikuwa ni mrefu na mwenye macho ya kutisha. Hakupenda kuonewa na aliwachukia Waarabu haswa kwa utemi wao. Je, umewahi kujiuliza Waarabu wa Tabora walitokea wapi? Unyamwezi ni eneo kubwa, lakini wananchi wake waligawanyika katika tawala nyingi ndogo ndogo zilizo huru na zisizo na mashikamano. Hali hiyo ilizifanya tawala hizo kuwa dhaifu kijeshi na katika ushindani kibiashara. Biashara kubwa ya wakati huo ilikuwa ni pembe za tembo, watumwa na shaba. Watemi wengi wa Kinyamwezi walipeleka misafara pwani na kwenda kuuza pembe za tembo na kisha kununua nguo, majembe, mahitaji ya kijeshi, shanga na vitu vingine vya wakati huo. Katikati ya karne ya 19, wafanyabiashara wa Kiarabu waliingia Unyamwezini wakiongozwa na Musa Mzuri, ambapo walifanya makazi yao Unyanyembe,
moja ya tawala muhimu ya Unyamwezi. Musa Mzuri ni nani? Musa Mzuri, Moses the Handsome, alikuwa ni Muhindi wa dini ya Kiislamu aliyezaliwa katika familia ya kimaskini huko India katika mji wa Surat na kuamua kuingia katika biashara ya pembe za ndovu na viungo vyake. Baadaye alifika Mohammed bin Juma, baba yake na Tiputipu. Mohammed bin Juma alihalalisha ukazi wake Unyanyembe kwa kumwoa Kalunde aliyekuwa binti wa mtemi Fundikira wa Unyanyembe. Hapo ndipo ushindani wa kibiashara kati ya Waarabu na Wanyamwezi ulipojitokeza kwa nguvu zaidi. Na hiyo ndiyo sehemu ya kwanza ya historia ya Mtemi Mirambo, na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Nia ni Maarifa.